ya kesho kuwa moja kati ya mabondia bora duniani. Raundi ya kwanza kati ya zile 8 imeanza. Karibu sana kwenye burudani kutoka hapa The Superdome Masaki, Dar es Salaam. Ukiangalia mabondia wote wana utulivu wa raundi ya kwanza tu, kila mtu anaonyesha kama Makovora mwili wake mwili yani kana nasema unaweza kuhisi labda kilo ziko tofauti. Yani muonekano wake lakini walipima hawa, naye ana speed hatari. Yani kuna burudani nyingine naiona mpya hapa. Lolo Amir pia ni moja kati ya mabondia wazuri pia tulionao. Ngoja tumekuwa tukiwashuhudia mara kadhaa. Kombe lake la mwisho mwaka huu alicheza na Christian Ligane na alishinda kwa TKO. Bondia kutoka Ufilipino pale. Leo je, dhidi ya bondia kutoka Zimbabwe ataweza kufanya kile alichokifanya mara ya mwisho? Body punches zikienda na straight hand hizo zikitaka kuifungua ile guard. Haya, ni fight ambayo nayo naona ina mahesabu mengi na wote naona wana nguvu, wana footwork ambao wanaionyesha hapa pia. Footwork ya Makovora pia inanivutia. Makovora ana dance yani kama ana minyamanyama, lakini mtu mmoja ambaye anacheza ngumi nzuri na nzuri sana ambao ameipeleka hapa Kalolo Amir akijibu mapigo ya Makovora. Huyu ni Makovora anasiidi kwa mradhi. Huyu ni Bongani Makovora. Bongani Makovora. Angalia namna ambapo Kalolo Amir amempokea. Yani nikimwangalia Kalolo ni mtu ana mambo mengi. Yani alichokifuata ndo anaenda kukifanya, kwa sababu namuona Makovora ana mambo mengi lakini hakuna kitu anachofanya, lakini huyu Kalolo ni yuko kikazi zaidi, yani yuko very composed na utulivu wa hali ya juu. Alikuwa amebana kwenye kona. Makovora anamwambia safi bwana mdogo. Wasaidizi nje ya ulingo, viongozi mbalimbali wa serikali wako hapa, hususan wale ambao kwa kisika. Ukiangalia mwenye mkoa wake Albert Chalamila yuko hapa pia. Haya, twende tuangalie kwenye raundi hii ya pili. Body punches ambazo zimeenda chini mpaka juu. Makovora ni kama ameweka gari, lakini anaweza kumudu hiyo power. Kalolo Amir ni kama anaweza nikafanya kitu. Haya, Kalolo Amir ni kama anaendelea kuwa karibu, ampata utulivu. Kalolo Amir yupo kikazi zaidi, kwa sababu nimemwona Makovora muda mrefu afanyi kile kitu ambacho kilichomfanya aingie kwenye ringi. Ni ana masiala mengi. Kumwangalia Kalolo ni miongoni mwa mabondia ambao wana njaa sana na matokeo ya ushindi, ndio maana unakuta yuko kazi yani anahakikisha fight haiishi. Makovora ni kama alimruhusu kama hivyo kwenye hizo body punch, anaruhusu pia kupenyeza hizo punch, lakini vile vile amekataa, akirudisha left hand nzuri ambayo amepeleka Kalolo. Makovora pia mtambia na right hand na left pia, hizo counter ambazo akijaribu kwenda na kutana nazo. Body punch nzuri, lakini bado hazijampa unyonge wowote Makovora. Angalia namna alivyoingia, ametoka vizuri sana Kalolo kwenye eneo hilo. Body punch nzuri ambayo amepiga Makovora, lakini haijampa athari yoyote wala kumtikisa Kalolo. Hiyo gadi ambayo inaenda kwa urefu tuseme, kuanzia kwenye mbavu mpaka juu, na anainama kidogo hivi Makovora, inaendelea kumlinda. Angalia namna naye pia Makovora akikandamiza
punch, lakini bado tatizo. Makovola ni bondia, ni mzuri, sema kuna wakati anajiamuliaga mambo. Kuna wakati angalia namna ambavyo amepokelewa vizuri pia, karibu sana mgeni hiyo. Kovora anajaribu kukaunta pale ambapo anaona Kalolo ametoa mikono yake, lakini angalia Kalolo Amir akipeleka pengine 1-2 anatoka kujianza upya. Kasukuma jabu Kalolo pale, naona kasukuma nyingine na Kovora naye kasukuma jabu. Safi, nzuri sana hiyo. Body punch sindikizwa na right hook. Body punch anataka kujibu, lakini anasema haya, hawa vijana wa Mafia safari hii hawacheki na yeyote au na wowote, wameamua mpaka sasa hakuna aliyepoteza pambano. Hawajapoteza na wote ni mfumo wao ni mmoja, ambao wote wengi nimeona wanadili na mbavu na tumbo, ndio knockout zao zinapopatikana. Lakini ukiangalia Makovola ni bondia ambaye uongozi unamzawadia zawadi ya gari kama Mafia. Pia Madi msanii yuko hapa, kumbuka kwamba tarehe 8 pale Mwanza pia itakuwa ni ile miaka 30 ya Bongo Flava burudani na Amia Mwanza. Haya, Kalolo ameshaidiwa gari hapo, kwa hiyo sasa kinachofuata lakini kumwahidi bondia wakati mchezo unaendelea kama hivyo inaweza ikamletea changamoto gani? Inaweza pia ikakutoa mchezoni kutokana na wewe utalazimisha kuforce, basi labda imempa nguvu zaidi baada ya kusikia kwamba kuna gari ambayo inahitajika hapa, akimpelekea punches za kutosha, lakini bado hauoni gari ambayo ameiweka. Pia gari ambayo ameiweka huyo anakutana nayo tena Makovora. Makovora ni kama naye pia amemuka kwenye kona, amemuka kwenye kona Kalolo, lakini Kalolo ataepuka namna gani eneo hilo? Na nasikia watu wanamwambia toka kwenye eneo hilo, anajaribu kwenda na kweli kasikia akatoka. Amekoma vizuri sana na anataka kurudisha mchezo katikati. Yaani huyu Makovola ana ukomedi, tuletea mkali wenu mundani. Bode punch pia hiyo kama anapima kiwanja vile, kumbe anadumika, anamfuata, lakini yote ni mind game pengine. Atleta dansi zile za Kizimbabwe. Yes, anaenda kulia anashuka kushoto, lakini akijaribu kuleta mbwembwe hizo. Je, Kalolo Amir anampokea namna gani? Anaweza akaingia pengine kwenye huo ujanja wake, anatumia jabu yake, anakwepa, anakuja, anataka kupeleka, lakini bado hafanyi kitu chochote kile. Anamwambia njoo huku kwenye kona, njoo hapa. Kamuita mwenyewe kwenye kona, anakaa na kupiga goti moja kwa moja. Ulimuita wa nini sasa? Ulimuita Kalolo wa nini? Na hapa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Nchemba kafurahi kweli kweli, mtu mzima kupiga goti, kapiga goti, anasema pambano umemalizika. Alimuita kwenye kona na pambano umemalizika, akapiga goti mwenyewe. Sasa alimuita wa nini? Alimuita kwa sababu gani sasa? Muda mwingi alikuwa ana userious katika game. Alipoanza kucheza tu nikasema sasa unacheza wakati wewe hautawali mchezo, unamaanisha nini? Ukiwa unaleta mbwembo kama hizo tunajua kwamba ukiwa unatawala mchezo, lakini nzuri sana kwa Kalolo Amir. Angalia hapo alipiga goti kwa kitu gani sasa ambacho kilimkuta? Pia ni kama naona kuna punch ambayo ilimpeleka straight kwenye eneo kama la chembe hivi, kama imekaa sawa sawa. Kuna mwingine anaweza kusema labda hajapigwa punch za kutosha hapo, hiyo hapo kitazama, lakini alianza pia
kuinama yeye moja kwa moja. Nitaje nisitaje? Nitaje nisitaje? Haya basi, naomba tusikilizane kidogo. Matokeo ni kama ifuatavyo. Mshindi kwa TKO ilikuwa ni raundi ya 3, dakika ya kwanza, sekunde 23. Kwa mantiki hii, mnanisikiliza vizuri? The winner is all the way from Tanzania, Red Corner Kalolo Amiri. Asante DJ Jaffa. Makofi yakipigwa, Asante DJ Jaffa. Kwa heshima kubwa sana. Nimwombe mkurugenzi wa Mafia Boxing Promotion makofi hapa na waziri mkuu aje kutangaza ahadi yake ya gari. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akisimama kabisa. Sasa mnamuona kijana yule. Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba mvalishe mkanda bwana mdogo Kalolo Amiri. Asante, tunakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Nadhani protoko yako baadaye utakapokuja utapata nafasi pia kumkaribisha Mheshimiwa Waziri, lakini kwa sasa ilikuwa ni kuja kumkabidhi zawadi hii bwana mdogo Kalolo Amiri, na uongozi wa Mafia Boxing umesema amekabidhiwa gari.